آية من آياته وكرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. أمر بحفظ الأرواح وصيانتها من كل اعتداء وظلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل حرمة النفس كحرمة الدين والمال والعرض. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وأحسنوا يرحمكم الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إن من أعظم مقاصد هذا الدين حفظ النفس البشرية. وحرم الإسلام قتل النفس أو ضرها، وجعل وقاية للنفس من اللوازم. وزمان وتكفوا na ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tunamtakia rehema na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza napenda kuwahusia, kama ninavyohusia nafsi yangu, juu ya kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika wiki iliyopita tulizungumza kuhusu dharuriyatul khams, vitu vya kidharura vitano, alati amara alislamu bihifdhiha, ambapo Mwenyezi Mungu au Uislamu umeamrisha kila mtu avichunge hivyo vitu, avilinde hivyo vitu, avihifadhi. Havifai kuharibiwa vitu hivyo vitano. Na tukazungumzia kitu cha kwanza ambacho ni dini. Lazima dini ihifadhiwe. Jambo la pili ambalo inshallah tutazungumzia leo ni an-nafs. Lazima nafsi ihifadhiwe. Uislamu umelazimisha na umeamrisha kuhifadhi nafsi ya binadamu. Haifai kwa mtu yeyote ima kuidhuru nafsi ya mtu yoyote au kuiua nafsi ya mtu yoyote, bali Uislamu ukaamrisha kuilinda nafsi bikulli tariqi, kwa kila njia nafsi ihifadhiwe. Kuna njia ya kuhifadhi nafsi. Njia ya kwanza ya kuhifadhi nafsi ni kuihifadhi nafsi, usiitoe nafsi, au tukisema nafsi tumaanisha roho. Usitoe roho ya mtu ukaua mtu, bali wacha kuua mtu, hata kujiua wewe mwenyewe haifai. Ni haramu katika Uislamu, ni haramu kuua nafsi yoyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani: wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haqq, wala msiiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuliwa isipokuwa kwa haki. Kuna haki ambazo Uislamu umeweka kwamba mtu lau atafanya mambo hayo, basi yaruhusiwa nafsi yake kutolewa, lakini kwa nidhamu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi: la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, si halali damu ya mtu Muislamu kumwagwa isipokuwa pamoja katika mambo matatu.
mtu ana mke au mtu ana mume na akenda kazini, basi huyo ni haki katika Uislamu kwamba mtu huyo nafsi yake itolewe, lakini kwa sheria zake, kwa nidhamu zake, sio yote kwamba atafanya. Wanafsu bin nafsi, na nafsi kwa nafsi. Mtu ameua na yeye atauliwa kwa sheria yake. Watariku lidin au watariku lidini almufariqu biljamaa. Na mtu wa tatu ni yule ambaye ameritadi, mtu ameacha Uislamu akatoka katika Uislamu. Hawa watu watatu katika sheria waweza kuuliwa kwa nidhamu yake, lakini zaidi ya hao ni haramu kuua mtu. Pamoja na kwamba maalasaf shadid leo imekuwa kwetu sisi kuua nafsi si chochote. Tumekuwa tuuana kwa sababu ndogo, biaradhi min dunia, kwa malengo tu madogo ya dunia, kwa kitu kidogo cha kidunia, basi mtu yuko tayari kumuua mwenzake, yuko tayari kutoa roho ya mwenzake kwa sababu ya kitu kidogo. Na ni haramu kutoa roho ya mwenzako. Mwenyezi Mungu ameharamisha vikubwa. Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, waman yaqtul mu'mina muta'ammidan, na yoyote atakayemuua Muislamu kusudi, mtu anakusudia kuua. Hii hapa tunaona kwamba kuna sampuli kadhaa za kuua. Ulama watueleza sampuli ya kuua, kuna sampuli tatu. Kuna amdun, kuna nakhatun na amdun khata. Kuna sampuli tatu za kuua. Kuna kuua kusudi. Kuua kusudi ni kukusudia kumpiga mwenzako au kumlenga mwenzako kwa kitu kinachoua ghaliba. Wewe ukampiga mwenzako kwa panga, ghaliba inajulikana mtu kimpiga panga huwa, japokuwa mwenye kuua ni Mwenyezi Mungu, lakini sababu ni wewe uliyefanya kile kitendo. Kwa hivyo ukitumia panga, ukitumia bunduki, ukitumia gongo, yani utumie kitu ambacho ghaliba itajulikana, ukimpiga mwenzako hufa kwa kile kitu, na ukakusudia kumpiga, wakati wa mpiga wakusudia watakumua, ile ni kusudi. Kisha kuna khata, kuna kukosea. Kukosea ni kwamba wewe walenga kitu kingine, kwa bahati mbaya ukamlenga mtu, pengine wewe ni muindaji, umeenda kuinda, umemwona mnyama, wamlenga mnyama, katika kumlenga akapita mtu, kile chembe kikamuingia mtu. Sasa pale ni khata, huja kusudia kumuua yule mtu. Na ya tatu ni amdun khata, kusudi kukosea. Umefanya kusudi lakini umekosea. Vipi? Ni kumpiga mtu kwa kitu ambacho hakiui ghaliba. Wewe ukachukua mfano tu ni ukanda, ukampiga mtu ukanda, kimchapa ukanda, mtu amekufa. Ukanda ghaliba inajulikana, mtu akichapa kwa ukanda hafi, au ukamchapa kwa kikoto, mwinda, mtu amekufa. Ile yaitwa amdun khata. Ni kusudi, umekusudia kweli kumpiga yule mtu, lakini hujakusudia kumuua, kwa sababu ni kitu ambacho chajulikana, ni kitu hakiui ghaliba. Sasa Mwenyezi Mungu asema, waman yaqtul mu'mina muta'ammidan, mwenye kumuua muumini kwa kusudi. Ile njia ya kwanza kwamba wewe umechukua kitu wampiga, lengo wamuua, wampiga panga, wampiga gongo, kusudi wamuua, basi Mwenyezi Mungu asema nini? Fajazauhu jahannam, mtu huyo malipo yake ni moto wa jahannam, tena khalidan fiha, atakamilele katika moto wa jahannam, hatoki. Kwa hivyo mtu akimuua muumini kusudi, basi huyo jambo la kwanza ni mtu wa motoni moja kwa moja, hatoki motoni. Tena walaanahu, Mwenyezi Mungu atamlaani. Jambo la pili kwamba wewe muua mwenzako ni mtu wa motoni, kisha na laana juu yake, wa anta lahu adhaban adhima, na Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu kali. Bali kwamba umetiwa motoni tu, lakini motoni kuna adhabu kali ambazo Mwenyezi Mungu ameziandaa kwa yule ambaye yeye anamuua Muislamu kusudi. Je, leo ni
wangapi ambao tuwa na kusudi? Ni wangapi? Tukusudiana hasa na kukusudia fulani nenda kumuua. Ukapanga na ukamfuata na ukampiga mpaka ukamuua mwenzako. Malipo yake ni haya. Ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoa nafsi ya mwenzako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atubainishia haya kwa Allahu an yaj'ala li qatili mu'minin tauba. Mwenyezi Mungu amekataa kumpa toba yule muumini. Na hapa Mtume amaanisha baada ya kufa. Ima kama ni duniani mtu amefanya lile jambo kwa ima ni ibilisi amemdanganya au ni vyovyote, bado anao nafasi ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu kiukweli na kwa kiuhakika, akataka toba na Mwenyezi Mungu akakubalia kulingana na nia yake alionayo katika ile toba na atimize masharti ya toba. Lakini mtu akishakufa na yeye amemuua muumini, basi huyo Mwenyezi Mungu amekataa kabisa kumpa toba. Hata nani akamwombea hasamehewe kwamba yeye amemuua Muislamu kusudi. Mtume sallallahu alaihi hadithi nyingine atuambia la hadmul Kaaba hajaran ahwanu inda Allah min ihraqi dam al-muslim. Kuivunja Kaaba jiwe yaani ukivunja Kaaba mpaka ikawa chini kabisa, basi ni sahali mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu ya Muislamu. Angalia uzito ulivyo katika kumuua Muislamu. Lau utavunja Kaaba basi ni sahali kuliko kumuua Muislamu. Wewe jaribu nenda kule kwenye Kaaba, si moja, nenda tuka ngombe uangalie, watu wote watakuwa wakali. Lakini hili la kuua watu, mbona watu wanaendelea kuuana? Kwa nini? Ni makosa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivyo. Mtume sallallahu katika hadithi nyingine atuambia la zawalu dunia, kuondoka dunia yote, isiwe ni mtu, dunia yote. La zawalu dunia, kuondoka dunia, ahwanu inda Allah min qatli rajulin muslim. Kuondoka dunia yote basi ni sahali kuliko kumuua mtu mmoja Muislamu. Mtu akamuua Muislamu kusudi mmoja, basi ni uzito kuliko kuondoa dunia yote. Angalia kuliko na uzito katika kumuua Muislamu. Mtume sallallahu katika hadithi nyingine atuambia law anna ahla sama, law watu wote wa mbinguni wa ahla al-ardhi, na watu wote wa ardhini, ishtaraku, watashirikiana kwa pamoja wote, fi dami mu'minin, katika kuimwaga damu ya Muislamu mmoja. Watu wote duniani wakashirikiana kwa dhulma kumuua mtu mmoja Muislamu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam la akabahumullahu fi nar, atawatia wote motoni kwa sababu ya kumuua mtu mmoja. Lau watu wote washirikiana katika kumuua Muislamu mmoja ambaye ni kwa dhulma, wakashirikiana kumuua, basi Mwenyezi Mungu atawatia motoni wote kwa jambo kubwa ambalo walilolifanya. Kwa hivyo hii ni njia ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza kabisa mtu kutoa nafsi ya mwingine. Bali Mwenyezi Mungu amekataza hata mtu kuitoa nafsi yake mwenyewe, kwa sababu ile nafsi si yako. Ile ni amana tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Na akiwa amekupa, hufai wewe kuitoa. Useme asi mimi mwenyewe nitajiua, nitajinyonga, nitajifanya hivi, mimi mwenyewe bana. Kujiua kwa namna yoyote, hata kujiua kwa dawa ya kulevya pia ni kujiua. Ninasema la tuqu bi aydikum ila tahluka. Msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu. Wewe ukatumia madawa ya kulevya mpaka yakakuua, umejiua mwenyewe. Na mtu akachukua kitu akajigonga, akachukua kisu akajidunga, akachukua kamba akajifunga, ni haramu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yote atakayefanya hivyo, basi atakuwa huyo ni mwenye kuingia motoni tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na kabla ya Mtume Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Msijiue nafsi zenu, Mwenyezi Mungu yeye ni rahim.
Mungu anasikitiko kwenu, Mwenyezi Mungu awasikitikia, awapenda. Usijiue, usijiue. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi ambayo muttafaqun alayhi, imepokewa na Imam Bukhari na Muslim. Mtume anasema man taradda min jabalin, yoyote atakayejitupa kwenye jabali, yani akapanda mahali juu, kama ni kwenye ghorofa, kama ni wapi, akapanda juu kisha akajitupa, faqatala nafsahu, akajiua mwenyewe katika kule kujitupa, fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Basi huyo katika moto wa jahannam atakuwa anaanguka tu milele, hafiki chini, anaanguka tu kama alivyojiangusha kujiua, basi ataanguka kwenye moto wa jahannam yani kuendelea milele. Hiyo ni kumaanisha hatotoka motoni, huyo ni mtu wa motoni milele atakayejiua mwenyewe. Mtume akasema tena, waman tahassa summa, na wote atakayekunywa sumu kwa ajili ya kujiua, fakatala nafsahu, akajiua yeye mwenyewe nafsi yake, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Atakayekunywa sumu, basi sumu yake itakuwa mkononi siku ya Kiyama, ataendelea kunywa akifa mpaka khalidan mukhalladan fiha abada, milele na milele na milele, ataendelea tu yeye kunywa sumu ile. Wakadhalika man qatala nafsahu bihadidati, Mtume pia asema waman qatala nafsahu bihadidati, na yote atakayejiua kwa kutumia chuma, ukatumia kisu, ukatumia kitu chochote kizito, ukajigonga kwa ajili ya kujiua, basi fahadidatuhu fi yadihi, kile kitu chake, kile chuma chake alichokitumia, kama ni kisu ni nini, kitakuwa kiko mkononi mwake, atawajjau biha, akijidunga na kujigonga nacho, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, milele, ataendelea kila siku akijidunga kama alivyojidunga. Kwa hivyo pia kujiua mtu mwenyewe ni haramu, haifai. Kwa hivyo njia ya kwanza ya kuilinda nafsi ni kutoiua yako au ya mtu mwingine. Jambo la pili ambalo, au njia ya pili ya kuhifadhi nafsi ni kuihifadhi nafsi usiidhuru. Wacha kuiua, hata kuidhuru nafsi yako haifai. Ukatumia kitu kitakachokudhuru, ukafanya jambo ambalo kwamba litakuletea madhara, basi haifai. Katika kufanya mambo ambayo kwamba pengine yataleta madhara, Mtume sema la dharara wala dhira, haifai mtu kujidhuru kwa kusudi, hata kwa bahati mbaya haifai mtu kujidhuru. Usijidhuru. Kwa nini ujidhuru? Haifai kujidhuru wala kumdhuru mtu mwingine. Katika kutukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kudhuru nafsi yako au ya mtu mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza mpaka kumbebea mwenzako silaha. Wacha kumpiga, kumbebea tu, ukamshiria mwenzako kwa silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man hamala alaina silaha falaysa minna, mwenye kutubebea silaha si katika sisi. Wewe ukamshikia Muislamu kisu au gongo ukamtishia wewe kwa silaha, Mtume amekataa. Anasema si katika Waislamu. Tafuta dini yako wewe inaruhusu hivyo. Dini ya Uislamu hairuhusu kumbebea Muislamu mwenzako silaha. Silaha utambebea kafiri kwa kupambana naye kwa ajili ya jihad, lakini si Muislamu mwenzako. Yoyote atakayebeba silaha, kumbebea silaha Muislamu mwenzake, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mifalaisa minna, huyo si katika sisi. Tena wacha tu hata ndugu yako ukasema wewe ndugu yangu tu mimi namtishia, ukachukua kisu ukawa wamtishia, sema si ndugu yangu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man ashara ila akhihi bihadidati, yoyote atakayemshiria ndugu yake kwa chuma, fa inna malaikata tal'anuhu, hakika malaika humlani yule mtu. Wewe umeshika chuma, kisu, gongo lolote umemlekezea mwenzako, wewe atakupiga, basi malaika wanamlani mtu huyo hata yadaahu, mpaka kile kitu akiache, mpaka aweke chini au kile kitu akitupe. Lakini wakati anamshiria, malaika tu wanamlani yule mtu, wa in kana akhahu min abin wa min abihi wa ummi, hata kama ni ndugu yake kwa baba na mama, madamu umemshiria kwa silaha, basi malaika wanaendelea kukulani tu kwa sababu ya kitendo kile ulichokifanya kumfanyia ndugu yako. Haifai kabisa kumshiria ndugu yako. Wacha
kuacha kumpiga. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukataza ili watu wasidhuriane, Mtume hata alikataza mtu kubeba upanga ukiwa wazi. Ikiwa ni kubeba upanga, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu asitoe upanga. Hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud na Tirmidhi. Asema Jabir radhiallahu anhu, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayataata sayf maslula. Mtume alikataza upanga usiache ukiwa wazi. Ikiwa wewe unabeba upanga, hakikisha unaufunga, umetia kwenye ala yake, au hakikisha umeufunga kitambara au kitu chochote, isitokee bahati mbaya pengine una upanga umebeba ukampora mtu au ukamdunga mtu, kitu chochote chenye kudunga au chenye kudhuru, basi utakikana ukiwache wazi, utakikana ukihifadhi, isitokee bahati mbaya ukamdhuru nacho mwenzako. Njia ya mwisho ya kuhifadhi nafsi ni al-wiqaya, ni kuichunga kabla ya kufikiwa na madhara. Mwanadamu au Muislamu atakana nafsi yake ihifadhi. Watu wanasema haya mambo mengine mambo ya kizungu, lakini mambo ya Kiislamu ile wasema prevention is better than cure, kwamba kuchunga ni bora kuliko kutibu. Yatakana mtu achunge kabla ya kufikiwa na madhara. Wewe ikiwa waona hapa kuna madhara fulani yatakonifikia, yatakana ujichunge na madhara yale. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wajichunge juu ya mathalan pengine kuna sehemu kumeingia ugonjwa fulani. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza watu kwenda katika mji. Usiende katika mji ambao umeingia madhara. Ukasema si Mwenyezi Mungu yuko, ikiwa ni kupatikana na maradhi, basi Mwenyezi Mungu ashajalia kupata maradhi. La, ikiwa wewe uko ndani ya huo mji, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kukimbia. Sema bana, mimi nakimbia kwa sababu nakimbia maradhi. Hapo mbaya. Lakini ikiwa maradhi yako kwenye mji fulani, wewe hufai kuingia, kwa sababu ukiingia unaweza kuambukizwa ile maradhi. Kuna wakati mmoja sahaba alikwenda vitani wakati wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu, alitumwa kwenda vitani. Baada ya kurudi kule vitani kule mkokwenda kwenye ule mji, kulikuwa kuna maradhi yameingia kuambukizana. Sasa ikawa baadhi ya masahaba wameambukizwa ile maradhi. Walipokwenda kuingia Madina, Sayyidina Umar akaelezwa kwamba kuna maradhi yaliyoingia huko kutoka hawa, na baadhi ya masahaba wamepatikana na hayo maradhi. Sayyidina Umar akasema, kwanza ngojea, usiingie na jeshi, subiri. Akawaita Muhajirin, akashauriana nao. Muhajirin wakatofautiana, akasema bana, wengine wakasema bana, hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa tumejaliwa kuambukizwa, tuambukizwe. Ikiwa hatukujaliwa kuambukizwa, tuingie. Wengine wakasema la, madamu wameambukizwa wakae huko, wasiingie. Sasa ikawa ni mvutano. Sayyidina Umar akasema leo. Akawaita Ansar pia ikawa hivyo hivyo. Akawaita wale shuyukh katika Muhajirin. Alipowaita wakasema hao walioambukizwa wasiingie, wakae huko. Sayyidina Umar akachukua hilo, akasema usiingie, bakia huko. Sasa akamwambia Umar, maogopa kutokana na kudra ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ashakadiria utashikwa kuna maradhi, maogopa. Sayyidina Umar akasema siogopi. Muonaje wewe ikiwa una mbuzi wako au una kuku wako au una wanyama wako, wengine wakashikwa na maradhi, utawachanganya wenye maradhi na wasio na maradhi? Utawachanganya? La, sio changanya. Kwambia kwa nini wachanganye? Na ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Kuku ameshikwa na kideri, ukiwachanganya wote watashikwa na kideri. Lakini wawatega wale ambao wana kideri wasiwaingilize hawa. Sahaba mmoja akasema, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema kwamba ikiwa mmeenda katika mji uliosibiwa na maradhi, msiingie katika mji huo. Sayyidina Umar akasema, alhamdulillah, nashukuru
namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia nimetoa hukumu aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ni kuchunga nini? Nafsi isidhurike. Usidhuru nafsi, ichunge nafsi yako. Usiseme basi kio tunajaliwa. Ujiweke msafi, ujiweke katika nidhamu, ujiweke katika mandhari ambayo hutaingia katika madhara. Kulingana na wakati Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, awahifadhi na Waislamu wote kwa jumla. Mwenyezi Mungu awapatie nusra ndugu zetu wa Palestina. إن أحسن الكلام وجد النظام الله القرآن كلام الله الملك العلام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل من قائل عليم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغرر. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. فاتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه وعلى آله وأصحابه ومن نصرهم في كل مهمة خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقين من العشرة الكرام المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة وعن جميع صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واليهود والكفار إنك على نصرهم لقدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء